بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mtume wetu, mwombezi wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Waislamu, leo insha Allah kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala tutakumbushana kuhusiana na fadhlul udhu, ubora wa Uislamu kutawadha, kwa sababu watu wanatawadha mbalimbali. Kwa maana kuna ambao wanatawadha kwa siku mara 5, kwa wale ambao wanaoswali swala za faradhi peke yake wanatawadha katika swala ya alfajiri na katika swala ya adhuhuri na katika swala ya al-asri na katika swala ya al-maghribi na katika swala ya al-isha. Na kuna wale ambao wanatawadha zaidi ya mara 5. Tukichukua hii idadi ya mara 5 katika sala 5, kuna wale ambao wanaswali swala ya duha wanatawadha. Kuna wale ambao wanaswali sala za usiku qiyamul layli wanatawadha. Na kuna wale ambao imma wanaakhirisha witri, wanaiswali usiku wakati wanatawadha. Kwa hiyo unakuta kila mmoja, kuna wengine wanatawadha zaidi ya mara 5 na kuna wengine ni mara 5. Ili mradi ni kwamba, ndugu zangu katika imani, mtu anatawadha. Na udhu wa Islam si kwamba unapaka maji tu katika baadhi ya viungo kisha inatosha na hamna lolote au chochote unachotaraji na kutegemea kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwamba, ndugu zangu katika imani, udhu una fadhila kubwa sana sana sana. Miongoni mwa fadhila za udhu ni katika hadithi ambayo kaipokea sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Sakhari ad-Dawsi, Abu Huraira radhiyallahu anhu arda, hadithi ambayo kaipokea al-Imamu al-Bukhari katika kitabu cha udhu katika sahihi yake, na vile vile al-Imamu Muslim katika kitabu at-Tahara katika sahihi yake. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema ya kwamba samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari al-udhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema ya kwamba nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, hakika ummati wangu utaitwa siku ya kiyama na kuletwa mbele za umati, lakini katika viungo vyao kuna nuru, kuna weupe katika zile sehemu za kusujudia. Ndugu zangu katika imani, zile sehemu ambazo udhu ulikuwa ukifika maji, na ghurra inakuwa ni
weupe unaopatikana ima katika miguu ya farasi au upande wa mikono yake, kutokana na kile kitendo cha kutawadha. Ukawa unapaka maji, unaweka maji kwenye miguu, unaosha miguu mara kwa mara katika sala, basi hii ni nuru utakuwa nayo siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Allah Tabaraka wa Ta'ala atujalie tuipate nuru hiyo, ndugu zangu katika iman. Amina ya rabbal alamin. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii ni moja miongoni mwa hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zinazoelezea ubora wa kutawadha. Ndugu zangu katika imani, utaona faida yake siku ya kiyama. Viungo ambavyo unaweka udhu vitakuwa na nuru siku ya kiyama. Hii itakuwa ni alama ya kwamba hawa ndio wale ambao walikuwa wakitawadha wakati walipokuwa wakitaka kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ndugu zangu katika iman, katika hadithi nyingine inayoelezea ubora wa kutawadha ni hadithi ambayo kaipokea sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda, Dhunnuraini, sahaba ambaye ameoa mabinti wawili wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kamuoa Ruqayya, baada Ruqayya kufariki akamuoa ndugu yake na Ruqayya anaitwa Kulthum. Kwa sababu hiyo Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akaitwa Dhunnuraini, kwa maana ana nuru mbili, kwa sababu ya kuwaoa mabinti wawili wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uthman katika hadithi aliyoipokea, hadithi ambayo kaipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake katika kitabu cha udhu, na vile vile al-Imam Muslim katika sahihi yake katika kitabu tahara. Uthman radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul la yatawadda rajulun muslim fayuhsinu al-wudu fayusalli salatan illa ghafara Allah lahu ma bainahu wa baina as-salati allati taliha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu katika iman, hebu angalieni faida inayopatikana katika udhu, namna gani alivyotukumbusha na kutueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uthman radhiyallahu anhu anasema ya kwamba nilimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, la yatawadda rajulun muslim, haiwezekani kabisa akatawadha muislam kisha fayuhsinu al-udhu, akatawadha vizuri, akaufanya vizuri udhu wake, kwa maana akatawadha kama alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kutawadha vizuri, fayusalli, kisha akaswali. Ndugu zangu katika imani, nini anapata mtu katawadha vizuri? Baada ya kumaliza kutawadha vizuri akafanya ibada ya swala, illa ghafara Allahu lahu ma bainahu wa baina salati allati taliha. Allahu akbar. Isipokuwa mtu kama huyo aliyetawadha vizuri na akaswali, anapata zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kufutiwa madhambi yake. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakufutia madhambi yako hapa katikati mpaka sala nyingine ifike. La ilaha illa Allah. Umesali ya dhuhuri, kabla ya kusali ya dhuhuri umetawadha vizuri, baada ya kumaliza kutawadha vizuri ndiyo ukaswali. Hapa baada ya dhuhuri kuna makosa madogo madogo umeyafanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote anafuta.
hadi kufika kipindi cha alasiri. Ikifika alasiri hivyo hivyo, umetawadha vizuri, ukaswali, ukakosea makosa madogo madogo yanayokuhusu wewe, ni baina yako na baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakusamehe mpaka kufika sala ya magharibi. Na magharibi inaisha hivyo hivyo, na isha na alfajiri hivyo hivyo. Ndugu zangu katika imani, hii hadithi inatuhimiza ndugu zangu katika imani kutawadha vizuri. Na Muislamu hauwezi ukatawadha vizuri isipokuwa ufuatilie namna gani alivyotawadha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ndio utapata fursa ndugu zangu katika imani ya kutawadha vizuri na kutokuwa na shaka ya aina yoyote katika udhu wako. Ndugu zangu katika imani, kwa kweli udhu ni jambo ambalo ni kubwa. Na akasema vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine ya kwamba hakuna anayehifadhi udhu wake isipokuwa ni mu'min. Na udhu inakuwa ni silaha ndugu zangu katika imani. Ndio maana hata katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ametukumbusha na kutuelekeza ya kwamba Muislam unapojiandaa na kulala, tawadha udhu wa swala, kisha upande kitandani ukiwa tahara, ukiwa tahir, mwili ukiwa safi ndugu zangu katika imani. Kwa nini? Kwa sababu vitu vibaya vikija, ima ni wachawi, ima ni watu gani, ima ni mashaitani, majini, yanapotaka kukudhuru usiku hule, yanakukuta upo na udhu. Na Muislam akilala na udhu anapata faida gani? Kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamletea malaika wawili. Hawa malaika wanamlinda mpaka alfajiri. Allahu akbar. Hii ni faida ndugu zangu katika imani ya Muislam, kuwa na udhu au kulala na udhu. Ndugu zangu katika imani, hizi zilikuwa ni hadithi mbili tumekumbushana kuhusiana na ubora wa kutawadha kama alivyotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa haya machache tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kutawadha vizuri kama alivyoamrisha na kufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie siku ya kiyama tuwe katika kundi la wale ambao viungo vyao vya udhu vitakuwa na nuru. Kwa haya machache ninasema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.